mpaka siku ya leo vifo vya watoto wachanga ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na takwimu pia zimeonekana. Sasa kama tutaendeleza jambo hili, manake na uhakika kwamba vifo vya watoto wachanga vitapungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu ya teknolojia hii ambayo imeletwa na ambayo tunaendelea kuitumia. Kwa hiyo tunajivunia sana serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha miundombinu ya afya katika hospitali nyingi hapa nchini. Tumeona pia mipango ya serikali kuhusiana fedha nyingi ambazo zinaweza zikajenga mawodi hapa na kutengeneza hii mifumo ambayo mwakilishi kutoka Wizara ya Afya amekwisha isema. Kwa hiyo duniani kote malengo ya maendeleo endelevu yanahimiza kupunguza vifo vya watoto wachanga hadi 12 au chini ya 12 kwa kila vizazi 1000 ifikapo mwaka 2030. Kufikia lengo hili kunahitaji hatua sahihi, kunahitaji ubunifu na kunahitaji dhamira ya kweli. Na mimi kwa namna ambavyo naona kabisa kwa kuwa ndani ya muda mfupi wa uwekezaji wa serikali ya awamu ya 6 katika sekta afya umewezekana, basi naamini pia kwamba jambo hili linaweza pia likafikia kiwango bora cha kupunguza vifo vya watoto wachanga. Mungu akikubariki familia na akikubariki watoto, huwa ni faraja kubwa sana. Na ukimkuta mtu ambaye hajabarikiwa watoto, anaweza kusema mimi na kila kitu lakini nimenyimwa familia. Unaweza na yeye ukamuona namna anavyosononeka na jambo hilo. Kwa kwetu tuliobahatika kuwa na watoto hawa, basi tuwahimize pia wazazi wao kutowakatia tamaa. Nimemwona pia mtoto yule mama yake alimkimbia, na yuko kule, yuko very happy, na sio kama anajua hata mwanae alipo, alimkimbia. Inawezekana anajua, pengine katika ukubwa akaja akasema mimi ndio mama yenu au mimi ndio mama. Sasa tuendelee pia kuwahimiza katika hospitali kama hizi, tufungue pia madarasa. Unakuta mtu ameshika ujauzito, ukimuuliza anasema mnisamehe, bahati mbaya. Sasa waelezeni matokeo ya kila jambo. Mtu anapokuwa ni mjamzito asimpangie Mungu. Anaweza kuzaliwa mtoto yoyote wa aina yoyote. Mpokee kama zawadi na tushirikiane katika kumlea, kwa sababu hakuna mtu mpuuzi katika taifa. Kila mtu ana mchango wake. Uuguzi na kazi zinazoelekeana na hiyo sio kazi za mamilioni, wala huwezi kuwa tajiri kwa kazi hiyo. Lakini utajiri alionao Mary leo ukimuuliza ni kuona mtoto anaingia akiwa mama yake amekata matumaini, halafu mtoto anatoka mama yake akiwa na furaha. Huo ndio utajiri wake. Ni kama profesa tu. Profesa hana utajiri wa mali. Profesa anakuwa na utajiri wa mawazo. Anamewekeza sana kwenye intellectual wealth. Kwa hiyo yeye huwa anawasikia watu wanasema profesa mzima hana hela. Ni kweli profesa mzima hana hela, kwa sababu yeye hajawekeza kwenye property wealth. Amewekeza kwenye intellectual wealth, na kazi iliyopo ni convert your intellectual wealth kwenda kuwa property wealth, ambayo wakati fulani inawezekana yeye sio kipaumbele chake. Kwa hiyo kazi anazofanya dada yangu Mary pamoja na wengine wa mfano wake ni kazi ambayo utajiri wake ana invest kwenye moyo, kwamba ana invest happiness yake ipo kwenye kumuona mtoto alipokuja na anapoondoka anakuwa amekuwa tofauti. Kwa hiyo mtoto akapoteza maisha akiwa kwenye wodi lake, naamini hiyo inamsononesha.
lakini akitoka mtoto akamuona mpaka kesho, anakuja kuwa mkubwa, anapata uwezo wa kusimulia, hiyo ndiyo furaha tukimuuliza Mary leo. Kwa hiyo tuendelee kuwatia moyo wenzetu kwa mfano huu, tuendelee pia kuwatia moyo watumishi wa hospitali yetu, ili kizazi hiki kinachozaliwa basi kiwe kinatija kwa maisha ya baadaye. Ndugu zangu, kila mmoja akijiangalia hapa, hakuna anachokikumbuka chini ya miaka 2, 3 au 5 ya makuzi yake. Hakuna chochote tunachokikumbuka, na inawezekana pengine tungepotea wakati huo, mzazi angesema tu mwanangu alifariki akiwa mdogo sana, ilikuwa bahati mbaya. Lakini leo, baada ya yule mtoto wa wakati ule kuja kuwa mganga mkuu katika hospitali hii, kuja kuwa muuguzi katika hospitali hii, kuja kuwa dokta bingwa katika hospitali hii, inadhihirisha kwamba hauwezi kuja kupata matokeo haya kama hautaandaa msingi mzuri wa kutoka pale chini. Kwa hawa watoto leo tunaowalea hapa ndio tunaoandaa kwa ajili ya kesho. Tuna prepare the so called human capital kwa ajili ya kesho, lakini human capital hiyo tunayoiandaa tunataka iwe potential. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika miaka hii 5 NEST 360 wanafanya kazi katika nchi zaidi ya 60 barani Afrika. Na kufanya kazi kao huko, wanatumia takwimu kuangalia namna gani ambavyo wameweza kuboresha huduma za mama na mtoto na huduma za mtoto mchanga kwa kutoa matokeo kwa kulingania, kwa kuangalia tafiti na takwimu. Katika kulinganisha hizo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Hospitali ya Rufaa Mkoa ya Amana imeibuka kidedea kwenye nchi zote za Afrika 60. Kwa kuwa hospitali ndogo yenye vitanda vichache, watoa huduma wachache, lakini na wagonjwa wengi sana kulingana na hospitali nyingine zote katika kundi hilo. Zaidi sana, watoto wetu wametoka na matokeo mazuri na vifo vimekuwa chini ya 9%. Kwa kwamba hospitali ya Amana imekuwa ni mfano wa kuigwa katika nchi za Afrika Mashariki. Ufadhili wa mpango huu unatarajiwa kukamilika mnamo mwaka 2028. Huu hautakuwa mwisho wa utekelezaji wa afua hizi za kuokoa maisha ya watoto wachanga. Kwa sasa mpango wa NEST unatekelezwa kwenye hospitali 16 hapa nchini, kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Mbeya, Kilimanjaro na Mwanza. Na hadi mwisho wa mpango tunatarajia jumla ya hospitali 25 zitakuwa zimeingizwa na kufaidika na mpango huu.